Nine Sports na wakati huu na kwa nami Mwanaisha Lukali, Begi Kisiki na Machachari, Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha nakuletea leo yote kimichezo ambako sasa hivi inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, kubwa zaidi baada ya matamko kuwa mengi kutokana na kile ambacho kilichotokea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Mbele yangu hapa nipo na wazee wa Simba baada wa ukimya mrefu. Je, wazee wa Simba wana kipi cha kuzungumza baada ya wazee wenzao wa Young Africans kutoa matamko yao kila siku zinavyokwenda? Mbele yangu hapa nipo na Mzee Mwaipaya, shabiki na mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Mzee Mwaipaya, habari yako? Namshukuru Mungu tupo salama. Leo Jumamosi kama unavyoona tumeamka na mvua hapa. Na vile vile yani nafurahi zaidi kwanza Mwenyezi Mungu kunipa uhai mpaka sasa niko hai. Na vile vile nakuwa na furaha zaidi kuzaliwa katika nchi ya Tanzania. Yani ni nchi ambayo kuna mambo mengi ya kufurahisha, hata kama ukiwa na homa inakatika. Yani dunia nzima ni wanapiga darubini na iangalia nchi ya Tanzania kwa mbali. Yani sawa kama ukienda kule Ngorongoro Krecha kule unakuta Wamasai wako chini na Simba pale, nyinyi mko juu pale. Ndio Tanzania inavyoangaliwa katika dunia safari hii. Ndio. Mzee Mwaipaya, kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa ndani ya ligi kuu Tanzania bara baada ya mchezo wa dabi kuhairishwa, mambo yamekuwa ni mengi, maneno yamekuwa ni mengi, matamko kila kukicha. Lakini kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba kupo kimya. Kama mzee wa Simba, neno lako ni lipi? Kwanza nafurahi sana kusikia kwanza kuna matamko mengi. Walianza Dodoma, wakaja Zanzibar, na leo wanasema watakuwa Kigoma, na bado kuna matamko ya umoja wa kina mama vile vile hatujasikia tamko lao. Kuna umoja wa vijana hatujasikia tamko lao. Inaweza ikafika mpaka hata kwenye mabaa, mpaka kwenye vilabu vya pombe kuna matamko yanatolewa. Tupo mitano kwenye video vya kahawa, kuna matamko pale yanatolewa. Na hapa tulipo hapa Mesia, kuna baadhi ya kesho kutwa kuna tamko litatolewa tena na watu wa Yanga. Yani ni mwendo wa matamko. Sasa hii hapa yani kwa sisi, kwa nini umeniuliza swali kwa nini klabu ya Simba iko kimya sana maneno? Kwa sababu ni watu wa mpira. Yani klabu ya Simba ndio timu ya watu wa mpira. Huwezi kutamko hata siku moja, yani ndio tunatamko hata siku moja huwezi kukuta. Tumenyang'anya point sisi hapa Mesia, kamata masaa 72. Tulikata rufaa kwa nani Mohamed Faki. Alikuwa anacheza Kagera. Tukamata masaa 72 ikatupa point. Alivyorudi malizi kutoka African kule Mesia, akaja kupoka point tena, yani kwa mabavu tena, akasema bana hizi point lazima warudishwe Kagera ili mradi Yanga awe mabingwa. Umeelewa? Hujaona tamko la aina yote kuanzia kiongozi wa Simba wala mzee wa Simba wala kijana wa Simba. Sisi ni watu wa mpira. Sisi sio chama cha siasa. Umeelewa? Na ndio maana hata unakulisha hata nyuma zaidi. Ukirudi nyuma zaidi kwenye klabu ya Simba toka imeanzishwa sio 35, huwezi kukuta kiongozi wa klabu ya Simba pale alikuwa mwanasiasa ndani yake, hakuna. Hata alikuwa waziri au mkuu wa mkoa, huwezi kumkuta hapo. Utakuta walikuwa viongozi wa mpira. Lakini ukirudi upande wa pili hapa Mesia, kuna watu wamepita viongozi wa kisiasa wengi zaidi wako katika upande wetu wa pili, na ndio maana siasa inatokea hapo, umeelewa? Na hii nazungumza yani niko wazi kabisa. Hata hii hapa hii mpaka kipindi hichi ndani ya bodi ya wadhamini wa klabu ya Yanga kuna mawaziri ambao wanaitumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwa chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, wapo ndani yake pale. Lakini nashangaa wanashindwa kuwahendo yani mashabiki wao kutuliza ghasia, kwa sababu uchafuzi wa nchi, umeelewa? Kwa sababu kwanza tulianza kufungua mambo ya daftari la kudumu la piga kura. Itakiwa watu wote waelekee huko. Lakini mara maandamano, mara sijui huko matamko, ukikaa kidogo matamko yametokea Mbagala, kidogo yani mpaka nyewe mnalala mko hoi hapo kwa sababu ya matamshi. Hii yote kutokuwa na weledi wa mambo ya mpira. FIFA nakupa faida zaidi kubwa kabisa. FIFA waliondoa serikali katika masuala ya mpira baada ya kuwepo Fati, kipindi kile Fati. Kwa sababu kipindi cha Fati, kipindi kile ukileta matatizo kidogo tu, mtu mmoja ana uwezo wa kwenda mahakama ya mwanzo pale akasimamisha mechi, mtu mmoja. Yani mtu mmoja tu. Halafu watu hawataki kulizungumzia ile jambo hili, lakini wanakimbia tu Simba kagoma. Kuna mwaka mmoja Leonard Tadeo alikuwa ni katibu wa BMT. Aliahirisha mechi, ilikuwa Jumapili na Jumapili ni siku sio wa serikali, siku sio wa kazi. Yanga walilalamikia Saidi Maulidi, Wizara ya Mambo ya Ndani ilisema Saidi Maulidi sio raia wa Tanzania. Na mechi ya Simba inatakiwa ichezwe Jumapili. Lakini ndani ya saa 4 Leonard Tadeo tena kailisha akiwa kanisani. Kwa message tu Mesia.
Chukuane na hiyo hapo, yani mkamuulize mwenye Leonard Tadeo, umeelewa? Katibu wa baraza la michezo BMT ameahirisha mechi pale. Ili alizungumzia waandishi wa habari, mmekaa tu, Simba kakimbia, Simba kakimbia. Simba hawezi kukimbia. Kama tungekuwa tunakimbia sisi, tusingeenda kufanya mazoezi pale, umeelewa? Kwa kile ambacho wanachokilalamikia upande wa Young Africans, wanaamini wana haki ya kupewa alama 3 muhimu, na pengine kama inavyosemekana wataenda kasi kwenda kudai haki yao. Wanaamini hawafanyiwi haki ndani ya mpira wetu hapa. Na ndio maana huwa narudia kusema kila siku, kama yani kiongozi ambaye anaongoza klabu ya Yanga wanatakiwa wajitathmini kama alivyotoa kauli Wallace Karia, na anasisitiza wajitathmini. Viongozi wa Yanga wanakimbia kivuli chao. Walikuwa na ahadi kama kufika fainali klabu bingwa barani Afrika. Umeelewa mpaka hapo? Imeota ambao pale wakaja na slogan yao kwamba tunasherehekea miaka 90 ya kuzaliwa kwetu. Wewe mkubwa mzima na unasherehekea kuzaliwa. Yaani ukiona mtu anasherehekea kuzaliwa kwake, wewe bado hajitambui, umeelewa? Sherehekea mafanikio uliyopata, usisherehekee kuzaliwa. Kuzaliwa hata ng'ombe anazaliwa. Hata mbwa anazaliwa. Umeshaona wanafanya sherehe ya kuzaliwa kwao? Sherehekea wewe mafanikio uliyopata. Weka miaka 90, unasema miaka 90 toka nilivyotoka huko, mafanikio yangu haya, nimechukua kombe la klabu bingwa. Hapo tutakupigia makofi. Lakini unaona sherehekea kwamba huku una kilio, umesia. Huku una msiba alafu unaweka tena sherehe. Ulishakuona wapi? Na ndio maana hata si Waislamu, hata kama kuna harusi na msiba, kwanza mtu atakuja kuoa kimya. Ataoa kimya, maiti iko ndani, umeelewa? Baadaye maiti, baada kuoa pale, mtu atachukua mke wake, maiti inaondolewa pale. Sasa mimi nasikiliza kuwashangaa Yanga. Wana msiba, alafu matarumbeta, keki, miaka 90. Hawa ndio watu ndio hapa mwajue watu wa Yanga hawana sifa ya kuwa ni viongozi wa mpira. Engineers ana cheo kikubwa sana, na mimi naanza kupata shaka nacho, na itabidi sasa nianze kuwasiliana na watu wa CAF niangalie walimpa vipi hicho cheo hicho. Engineers ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kabeba nembo kubwa. Hiyo nembo unaitumia vipi sasa? Ilikuwa natakiwa nembo kuitumia kwanza, dabi ya Kariakoo ilikuwa iko chini yake, sio bodi kwanza ya ligi. Tuachane kwanza na bodi ya ligi. Yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, anahusika moja kwa moja pale. Na kuuliza Beki Kisiki, Simba ni klabu au sio klabu? Ni klabu. Haifai kupata haki yake. Nani anaweza kumpaka wakati yeye ni mwenyekiti wa kusimamia haki za vilabu, umeelewa? Nani anataka kutoa haki ya vilabu? Angevaa ngao, labda angenipigia simu mimi Mwaipaya OG, namba zangu wanazo, angenipigia simu, ningempigia simu, tungeongeana, ningemwambia vipi aende kuiokoa dabi ya Kariakoo, kwa sababu yeye cheo chake kimetosha kabisa kufika pale kuwa na ngao ya mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Sasa dabi sipo chini ya mamlaka ya shirikisho na bodi ya ligi. Nani katuhumiwa kama kafanya vurugu kipindi kile kuzuia watu wasiingie uwanjani kufanya mazoezi wakati kikanuni ipo? Ni mabouncer. Mabouncer wa timu gani ambao wametumiwa? Hawajaonekana ni timu. Sio, nisikilize, bodi ya wewe usikimbie barua ya bodi ya ligi. Barua bodi ya ligi imezungumzia na mabouncer Yanga. Na wameangalia kwenye video wamekuta huyu hapa mbona KMC tunamuona huyu mbona anamlinda nani huyu mbona anamlinda nani Alikama. Mwaipaya, kwa namna ambavyo unavyoona na msimamo wa Young Africans, tarehe mpya ikipangwa, unaona Young Africans wakifika? Hiyo kufika kutokufika hiyo itakuwa ni juu yao, na vile vile sasa waambia kama wanaenda kumpoteza Engineer Hersi kwenye soka yani kwenye soka, atarudi kujenga mabarabara yake, kujenga majumba, umeelewa? Kwa sababu kama bodi ya ligi itapanga tarehe, na sisi Simba tumepiga gavana kwenye kupanga tarehe, barua imejitosheleza kwamba tunahitaji hatua za kisheria zichukuliwe mara moja, na kanuni inasema kwamba kama mwenyeji kama mgeni atafanyiwa atazuiwa kufanya mazoezi, hatua za kisheria zichukuliwe hapo. Na kuuliza swali wewe, hivi kama hapa imetokea tatizo hapa, labda kama kuna mtu labda akadondoka hapa, umeelewa? Polisi wakija hapa hatua wataanza na hatua gani hapa? Wataanza na nini mloko? Tutakamata wote hapa, umeelewa? Hizo ndio hatua za kisheria, ndio wanafahamisha watu ambao hawajui mpira hapa. Polisi wakija hapa kama kuna tatizo, labda mtu amekufa hapa, tutakamata wote hapa. Kila mtu anatoa cha ng'ombe pale. Kwa hiyo kwenye mahojiano pale ndio mmoja anaanza kuondoka, umeelewa? Na ndio maana barua ya Simba imeelekeza kwamba kwanza
hawa waliofanya uhuni hapa Mesia wakamatwa, yani wachukuliwa hatua za kisheria. Ilikuwa ni jukumu, ndio nilikuwa nataka kumuona Engineer Hersi anaenda pale akivaa nembo ya mwenyekiti wa bodi ya yani mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kama mimi nimekuja hapa sio rais wa Yanga, mimi nimekuja hapa kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Simba naye ni klabu, nimekuja kusolve tatizo. Hapo kuna tatizo gani hapa? Kuna mabausa watu wa Simba sababu kuna mabausa wako wewe watu wa Yanga wako pale. Nyinyi mngekubali? Yaani kama angekuja pale? Usiku ule angekuja engineer ungekubali? Yaani saa moja. Kwa sababu kwanza walikuwa na haki ya kulinda uwanja, umeelewa? Yaani ile kitu kimoja. Wale ndio wenyeji. Walikuwa na haki ya kuweka mazingira mazuri ya uwanja wao, ya uwanja, kulinda uwanja, umeelewa? Kwa hiyo hata angekuja Engineer Hersi, kwanza sisi watu wana Simba wote tungempigia saluti. Yaani kwa mara ya kwanza wana Simba wote tungemuunga mkono Engineer Hersi, na angefaa kuwa hata kuja kuwa kiongozi wa TFF baadaye, lakini kwa hili hafai kuwa hata diwani. Shukrani sana. Asante.